mpya wa chama ulipoingia madarakani Januari 2025 umeonyesha kwa vitendo na waziwazi kukiukwa misingi mikuu ya katiba ya chama chetu, falsafa ya chama, madhumuni na kuundwa kwa chama na kuundwa kwa chama, haki za wanachama katika maeneo mbalimbali kama ifuatavyo. Moja, kukosekana kwa uhuru na usawa wa mawazo. Itakumbukwa kuwa ndani ya chama kuna kundi la wanachama waandamizi ambao walikuwa wagombea ubunge katika uchaguzi mkuu wa 2020. Waliitwa na katibu mkuu wa chama ili kukutana nao na kufanya mazungumzo ya kushiriki au kutokushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Kundi hili likaunda kundi la viongozi kwa ajili ya kujadiliana na kuweka mawazo pamoja kabla ya kikao na viongozi wakuu wa chama, na waliamua kuandika waraka wa ndani kwa viongozi wakuu wa chama ili kuwasilisha maoni na ushauri wao badala ya kusikilizwa walianza kuitwa ni wasaliti, na ukawekwa mpango wa kuhakikisha kuwa wanawafukuza wanachama kwa sababu tu waliwasilisha maoni tofauti na viongozi kuhusu namna bora ya kutekeleza kauli mbiu ya no reforms na no election. Kitendo hiki ni sawa na kuturudisha nyuma miaka 30 iliyopita wakati wa utawala wa kiimla nchini, na ambao ulipelekea kuanzishwa kwa chama chetu. Ndugu waandishi wa habari, namba 2, falsafa ya chama imeweka wazi kuwa viongozi waliochaguliwa kamwe wasitumie madaraka yao kuwakandamiza wale ambao waliwachagua ndani ya chama. Tangu uongozi mpya ulipoingia madarakani, tumeshuhudia viongozi wakitumia mamlaka yao vibaya na kuwakandamiza wale waliowachagua, wakidhania kitendo cha viongozi wakuu wa chama kukataa kwenda kusaini kanuni za maadili kumekisababishia chama hasara kubwa kwa kipindi cha miaka 5. Kuwa hakitashiriki katika uchaguzi wowote hapa nchini, viongozi walifikia uamuzi huo mkubwa na wa hasara bila kuwashirikisha viongozi na wanachama, na hivyo wanachama wote tumekoseshwa haki ya kushiriki kwenye uchaguzi, haki ya kuwa na wawakilishi wetu ambao wangeenda kutuletea, na tumepoteza fursa ya kukiondoa madarakani CCM, na badala yake tumewarahisishia njia ya kupita bila kupingwa kama ambavyo imetokea. Jambo la 3, ukiukwaji wa madhumuni ya chama. Ni wazi kuwa viongozi wakuu wa chama wamekiuka madhumuni ya chama kama yalivyoainishwa kwenye katiba ibara ya 4.1.1, kwamba dhumuni kuu la chama ni kushiriki chaguzi. Kitendo cha kuto kushiriki chaguzi mkuu wa mwaka huu ni kwenda kinyume na katiba ya chama, na sasa ni
rasmi kuwa chama kimeacha njia yake ya kisiasa na hakina tena utofauti na taasisi nyingine ya kiraia. Kikundi cha wanaharakati kimekuwa sasa ni pressure group badala ya kuwa chama cha siasa. Katiba yetu ibara ya 543 inaeleza wazi kuwa sababu kubwa ya wanachama sababu kubwa ya mwanachama kukosa sifa za kuwa mwanachama ni pamoja na kuwa na mwenendo ukiendana na itikadi, falsafa, madhumuni, kanuni, maadili na sera za chama. Hivyo basi kitendo cha viongozi wakuu kwenda kinyume sio tu kwamba wanastahili kuchukuliwa hatua, bali wamepoteza sifa ya kuendelea kuwa wanachama kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. Ukiukwaji huu wa madhumuni ya chama umewapotezea wanachama wetu fursa ya kugombea na kwenda kuwawakilisha wananchi kwenye vyombo vya maamuzi kama ubunge na halmashauri, ambako ndiko sheria hutungwa na reforms ambazo tunazitaka ni lazima ziwe za kisheria. Hivyo kutokushiriki uchaguzi kunatunyima fursa ya kuwa na wawakilishi ambao wangeenda kupigania reforms kwenye vyombo vya maamuzi huko tuendako. Jambo la 4, ndugu waandishi wa habari, viongozi kutoa ahadi za uongo tangu walipotangaza kuwa watakuwa wanashusha fedha kiasi cha shilingi 100,000 kwenye kila jimbo la uchaguzi nchini. Sasa huu ni mwezi wa 4 hawajatekeleza ahadi hiyo, jambo ambalo linawafanya wanachama na viongozi kusubiri fedha walizoahidiwa ndipo waweze kutimiza majukumu yao ya kila siku. Hali hii imekifanya chama kusinyaa hata kuvunjika moyo wa kujitolea kwenye chama unaonekana kupotea kwa wanachama wetu, kwani walidanganywa na uongozi wa sasa. Wasipotekeleza ahadi hii, chama kiko hatarini kufa kabisa ngazi za chini. Jambo la 5, ndugu waandishi wa habari, kukisiri kwa chuki, ubaguzi na kutengwa kwa viongozi na makamanda wengine waliokuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe awe waliokuwa chini ya uongozi wa Mbowe. Kwa mfano, viongozi na makamanda wote waliokuwa katika idara ya hamasa ya chama chetu chini ya uongozi wa Philemon Aikaeli Mbowe wote wamevuliwa nyazifa kwa uonevu kuanzia ngazi ya taifa, kanda, mikoa, wilaya na majimbo nchi nzima. Viongozi wengi tumekuwa tukitengwa na kubaguliwa kwa sababu tu tulikuwa timu ya mwenyekiti wa zamani Mbowe. Baada ya kutafakari hali hii mbaya na inayoumiza sana ya ndani ya chama chetu, leo tumeamua rasmi kujivua wanachama wa Chadema. Tunaungana na waliokuwa wajumbe wa sekretarieti taifa pamoja na watiania wa ubunge alimaarufu G55 katika kujivua wanachama
wetu. Tunaungana na wote hao katika kutafakari jukwaa jingine tunalokwenda kuendeleza kazi ya siasa ya kupigania mabadiliko na maendeleo ya Watanzania. Ndugu waandishi wa habari, kwa maelezo haya, mimi nikiwa makamu mwenyekiti wa kanda ya kati, bila kumung'unya maneno, kwa tarehe hii ya leo, yote haya ambayo yamekuwa yakiendelea katika nchi hii, mambo yamekuwa hayaeleweki. Viongozi wetu wanazunguka kila kona, viongozi wakuu baada ya kuchaguliwa, lakini tumeona kila wanapozunguka na kwenda, tunaona wakitembea na jambo ya reforms no election, no reforms no election, na wanapotoka kila mahala kufanya mikutano, baada ya kuondoka katika mahala hapo hakuna kitu kinachoendelea. Sasa kwa kuwa hakuna kitu kinachoendelea, nini kifanyike? Maana yake hatutoi ushauri kama sisi viongozi. Nyuma, muda mchache uliopita, wiki mbili zilizopita, nilikishauri chama nikiwa makamu mwenyekiti wa kanda ya kati kama kiongozi mwenzao ambaye tunaweza tukashauriana na kuendelea kukijenga chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini baada ya kutoa maoni yangu hayo kama jinsi kama jinsi ambavyo katiba inavyotutaka sisi viongozi wa chama na wanachama kwa ujumla, kwamba kila mtu ana uhuru wa kuchangia maoni yake na mawazo yake, badala yake unakutana na kauli za matusi ambazo za watu waliojikita kuandaliwa kwa ajili ya kuwatukana watu ambao wanataka kukijenga chama hichi pendwa. Sasa kwa sababu hizo ambazo zinaendelea sasa, na ninajua hata tutakapotoka hapa lazima mambo mengine, wala hatuwezi kuogopa. Tunaondoka katika chama hichi leo na tutabaki kuwa raia wa kawaida, lakini bado sisi ni wanaharakati ndani ya mioyo yetu, kwa sababu tuna vitu vya kufanya kwa ajili ya maendeleo ya jamii na kwa wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo hatutakiacha kamwe hicho. Naombeni ya kwamba hawa viongozi wengine watakaofuata baada ya mimi kumaliza hapa, tutakwenda, kila mmoja atakuwa na muda wa kutafakari na kufikiri. Nimesema haya, nimesema ya kwamba natokea Singida na ninajua vizuri chama hichi kilikuwaje toka mwanzo, na nitake kwa kupitia mkutano huu jambo moja tu. Viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo walioko kwenye ziara tofauti nchini kwa sasa, wakumbuke tu jambo moja, kwamba kwa kauli zao wakati wanachaguliwa na jinsi gani walivyofanya siasa wakati wa uchaguzi, najua ya kwamba walijikwaa na hatimaye wakajikuta wakitukana baadhi ya viongozi waliokuwa wakikilea chama hichi kwa miaka 30 iliyopita na wakatufikisha hapa. Basi wakumbuke ni wapi ambapo wamesema maneno yasiyofaa na yasiyokuwa na tija, warejee wakamuombe msamaha aliyekuwa mwenyekiti wao Mheshimiwa Mbowe, ya kwamba samahani kwa tuliyasema kwa sababu tulikuwa tunaomba kula tu. Kwa hiyo tunaomba tusamehe, vinginevyo dhambi hii ya kumsema mwenyekiti huyu ambaye ndiye kwa kusema kile ambacho kiko wazi, sisi sote tumepatikana baada ya kuwa uongozi wake kwa muda huo aliokuwa nao akifikisha chama hapa kilipo. Kwa hiyo tusingestahili kumlaumu wala kumshutumu kwa lolote, bali tungemuenzi na kusema kwamba bwana, tunakuheshimu, hapo umetufikisha, basi wacha na sisi tuendelee na kazi hii. Kwa hiyo niombe ya kwamba watakaposikia hichi warejee na kukumbuka. Wasipokumbuka, hiyo itakuwa ni dhambi kwao na itawatafuna, hawataweza kusogea. Naomba baada ya kusema haya, waandishi wa habari, ni mlete sasa msemaji mwingine ili kusudi kuendelea. Mimi naishia hapo kwa leo. Asanteni sana kunisikiliza. Huo ndio ujumbe wangu.